Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kabisa tokea jana tarehe 20 majira jioni hivi zilitoka taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zinahusu mashindano ya Kombe la Muungano ya mwaka 2025 ambapo kipekee kabisa tulikuwa tayari tumeshaanza taarifa zake kwa namna ya kueleza mashindano haya yatakuwaje, yatachezwa vipi, timu shiriki zitakuwaje. Lakini jana kulianza kutokea taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zikijaribu kuonesha kuna jambo la ziada ambalo Watanzania wanapaswa kuweza kulijua na kulisikia kuhusiana na muendelezo wa mashindano haya. Ni kweli kabisa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF baada ya kutoa ratiba ya mashindano ya Kombe la Muungano ya mwaka 2025, ratiba ambayo imekwenda vizuri duniani kote na imeweza kufahamika vizuri. Shirikisho la mpira miguu Afrika CAF likaweza kututumia taarifa ama email ya kuweza kutupa tunasema kama ushauri ama kutuonesha namna ambavyo tutaweza kuendesha yale mashindano, na kwa sababu mashindano yale mwanzoni tuliyapanga kuweza kutumia katika uwanja wa Amani Complex. Kwa maana sote tunafahamu kwamba uwanja wa Amani Complex kwa sasa umekuwa approved kuweza kutumika na mashindano mbalimbali ya CAF makubwa ya kitaifa na kimataifa katika muonekano huo. Kwa hiyo ile ratiba yetu ya Kombe la Muungano ukiitizama ni ratiba ambayo inahusisha michezo 7 katika takriban wiki moja. Kwa hiyo CAF taarifa yake inaeleza kwamba hawashauri kwa uwanja wa Amani jinsi ulivyo, eneo lake la kuchezea tunazungumzia pitch ni kama premature grass, kwa maana ni eneo ambalo ndo kwanza limeanza kuimarika. Kwa hiyo kucheza mashindano yenye uzito kama ule wa Kombe la Muungano, aina wapinzani ambao wanashiriki yale mashindano, idadi ya michezo ile katika lile Kombe la Muungano, space ya michezo jinsi inavyochezwa, wakashauri kwamba si rafiki sana kuweza kuchezwa kwa mstakabali mzuri zaidi wa kuulinda uwanja wa Amani ambao kwa sasa unaonekana kwamba ni uwanja ambao una hitajio kubwa hapa nyumbani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake katika kutumika kwa ajili ya michezo mbalimbali ya kimataifa katika muonekano huo. Kwa hiyo CAF imeelewa kwa rahisi kwamba wanashauri ZFF kama kuna uwezekano na ndivyo ilivyo tuweze kuya-allocate mashindano yale, yani kutafutia uwanja mwingine mbadala, isiwe idadi ya michezo ile kuchezwa pale jinsi ilivyo. Kwa ZFF baada ya kupokea email ile, taarifa ile, tukafanya mawasiliano na wizara yetu yenye dhamana ya michezo lakini na serikali kwa ujumla wake kuona namna bora ya kuweza kucheza mashindano ya Kombe la Muungano, lakini pia namna gani tutaweza kufanikisha hili. Baada ya vikao vya muda na majadiliano hapa na pale, tukafikia mwafaka kwamba kwa ajili ya kuupa nafasi zaidi uwanja wa Amani ambao tayari umeshaanza kuitangaza Zanzibar kimataifa na namna ambavyo vile kuthamini zile jitihada za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye amefanya maboresho na matengenezo makubwa ya uwanja ule hadi kufikia vigezo vile vya CAF na FIFA kutumika katika michezo mikubwa kama ile, tukaamua mashindano haya kipekee kabisa kuwapa fursa Tanzania tuhamishie uwanja wa Gombani kisiwani Pemba, ambao ni uwanja bora, pia ni uwanja mzuri tofauti tu ya uwanja wa Gombani na uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani una nyasi halisia, lakini uwanja wa Gombani una nyasi zinasema artificial turf. Kwa hiyo tukaamua tuhamishie mashindano haya uwanja wa Gombani kisiwani Pemba na kuona kwamba yanaendelea kuchezwa katika ubora wake, na ni uwanja bora na ni uwanja mzuri ambao Watanzania watapata burudani ile ile ambayo pengine wangepata hapa kisiwani Unguja katika uwanja wa Amani Complex. Ratiba kidogo imeathirika kwa sababu ratiba kwanza timu kama Singida ilikuwa tayari ipo katika maandalizi ya kuja visiwani Zanzibar kwa maana Unguja, lakini kwa sasa inabidi ifunge safari ikifika Unguja kuelekea kisiwani Pemba. Kwa hiyo inahitaji extra days kwa ajili ya kuresti, kwa ajili ya kutengeneza safari yao kwa vizuri. Kwa ratiba kutoka kuanza tarehe 23, sasa mashindano yale yataanza tarehe 24. Ni eneo hilo tu ndilo ambalo limekwenda kuathirika, kwa maana sasa michezo itakuwa imesogea nyuma hivi kwa ajili ya kumiti ile nafasi ya timu kusafiri, nafasi ya timu kupata mapumziko na kubadilisha visiwa. Kwa hiyo michezo tarehe 23 sasa itakuwa ni tarehe 24, ya tarehe 24 itakuwa ni tarehe 25, ya tarehe 25 itakwenda tarehe 26. Ni hivyo, lakini nani anacheza na nani bado tuko pale pale, kwa maana Singida Black tuko pale pale majira saa 11 jioni. Michezo ile ambayo ilitarajiwa kuchezwa Coastal Union na timu ya Zimamoto KMKM iko vile vile na siku kwa ajili ya kutoa nafasi ya timu kuweza kusafiri vizuri kati ya kisiwa cha Unguja na kuelekea kisiwa cha Pemba. Derbies and
City are in front. Kevin De Bruyne. Chilunda mwaga cross Majanga. Oh!